Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito mpya wa kufanyika kwa mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin, akisema njia pekee ya kumaliza vita vinavyoendelea kati ya nchi hizo mbili ni viongozi hao kukutana moja kwa moja na kujadiliana. Katika barua ya wazi aliyomwandikia Putin, Zelensky alisema haitokuwa sahihi kwa Ukraine kusubiri hadi vita vya Ulaya virejee kuwa kipaumbele kikuu cha Marekani, hasa wakati Washington imeelekeza nguvu zake katika mgogoro wa Mashariki ya Kati unaohusisha Iran. Ukraine inapendekeza kumaliza vita hivi kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kati yetu, mimi na wewe. Ninapendekeza tufanye mkutano, aliandika Zelensky. Kiongozi huyo wa Ukraine pia alipendekeza kuwepo kwa usitishaji kamili wa mapigano wakati mazungumzo hayo yakifanyika, ingawa Putin ameshakataa wazo hilo mara kadhaa katika siku za hivi karibuni. Barua hiyo yenye zaidi ya maneno 1800 ilikuwa na mchanganyiko wa ukosoaji, changamoto na mwaliko wa mazungumzo. Katika sehemu moja, Zelensky alidai kuwa baada ya miaka 26 madarakani, umri umeanza kumwathiri Putin, huku akizungumzia pia mashambulizi ya hivi karibuni ya Ukraine ndani ya ardhi ya Urusi. Zelensky alisema Ukraine inaendelea kupoteza raia wake kila siku kutokana na vita hivyo, na kusisitiza kuwa kila maisha yanayopotea ni maumivu kwa taifa lake. Hatujali hatma ya wanajeshi wa Urusi baada ya yote yaliyotokea nchini mwetu, lakini na wajali wa Ukraine. Tunaendelea kupoteza watu wetu na kila kifo ni pigo kubwa kwetu, aliandika. Viongozi huyo aliongeza kuwa mazungumzo hayo yanaweza kufanyika katika nchi nyingine kama Uswisi au Uturuki. Kwa upande wake, Kremlin imethibitisha kupokea barua hiyo na kusema Putin atapatiwa taarifa kuhusu yaliyomo. Hata hivyo, Moscow imesisitiza msimamo wake wa muda mrefu kwamba Ukraine inapaswa kukubali baadhi ya masharti ya Urusi ili kufikia makubaliano ya amani. Akizungumza mjini St. Petersburg, Putin alisema yuko tayari kufikia makubaliano na Ukraine, lakini akasisitiza kuwa pande zote lazima zikubali kufanya maridhiano. Urusi imeendelea kutaka Ukraine ijiondoe katika maeneo ya Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia ambayo kwa kiasi kikubwa yanadhibitiwa na vikosi vya Urusi, pamoja na kuachana na mpango wake wa kujiunga na NATO. Ukraine imekataa masharti hayo, ikisema kuyakubali kutatoa nafasi kwa Urusi kufanya mashambulizi mengine siku zijazo kama ilivyofanya mwaka 2022 baada ya kutoa Crimea miaka kadhaa kabla. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha ameutaja ujumbe wa Zelensky kuwa pendekezo zito na lenye maana la kumaliza vita, akisema sasa ni wakati wa kuchagua amani badala ya kuendelea na mapigano. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump ameunga mkono wazo la viongozi hao wawili kukutana, akisema mkutano huo unaweza kusaidia kuharakisha juhudi za amani. Nadhani itakuwa jambo kubwa kama watakutana. Wanapaswa kufanya hivyo, wamalize swala hili, alisema Trump. Licha ya kauli hizo, mazungumzo ya kusitisha vita kati ya Urusi na Ukraine yamekuwa yakikwama kwa miezi kadhaa, huku majaribio ya awali yaliyofanyika Geneva, Abu Dhabi na Istanbul yakishindwa kuzaa matokeo ya kudumu.